Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika tafakari yetu ya leo ambayo inayotoka katika kitabu cha Zaburi 65 na mstari ni ule wa 4. Shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu tena siku ya leo katika tafakari yetu ambayo inatoka katika kitabu kile cha Zaburi 65 mstari wa 4. Biblia inasema, heri mtu yule umchaguae na kumkaribisha akae nywani mwako, na tushibe wema wa nyumba yako patakatifu pa hekalu lako. Heri mtu yule umchaguae na kumkaribisha akae nywani mwako, na tushibe wema wa nyumba yako patakatifu pa hekalu lako. Bwana ametuchagua jamani, amekuchagua wewe, amenichagua na mimi. Ametuchagua uumbaji wake ili tuweze kushiba. Kwanza ametuchagua akatukaribisha, alafu akatupa tena neema ya kuweza kushiba wema wa nyumba yake. Kushiba wema wa nyumba yake ni nini? Kushiba wema wa nyumba yake ni kupokea, kufurahia chochote ambacho kilichoko katika nyumba yake, manake katika ufalme wake. Mungu ametuahidia mambo mengi na ameweka maisha yetu katika msingi ambao ni wa kupokea kutoka kwake. Ndio maana yeye tunamuita ni mpaji wetu. Na katika yeye kuwa mpaji wetu, kila kitu kipo kwa ajili yetu. Na kwa sababu hiyo, tunatakiwa kuwa na nafasi sasa ya kushiba. Unajua, ukishiba wema wa kutoka nyumbani kwake, kutoka kwenye ufalme wake, tunakuwa na utoshelevu. Biblia inaposema kwamba neema yake itutoshe, manake ni utoshelevu utokao kwake ambao unaokava, unafunika kila eneo ambalo limebeba upungufu wako. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mahali ambapo ni dhaifu, kama kulikuwa kuna mahali ambapo amepungukiwa, kama kulikuwa kuna mahali ambapo pana uhitaji, yeye Bwana anapajaza, anajaza. Na akipajaza yeye, ndipo sasa sisi tunashiba. Kushiba kwetu ni kuwa na utele kwenye mioyo yetu pakuto kupungukiwa, kwamba una amani yake sasa inatawala kwangu mimi, na siishi tena katika kupungukiwa, kwa sababu Yesu Kristo amekava ile nafasi. Sasa Bwana anavyosema kwamba tushibe wema wa nyumba yake, yaani tutashiba wema wa nyumba yake patakatifu pa hekalu lake. Kwa manake Bwana ndiye ambaye atakaye tushibisha na yale yatokanayo na yeye. Yanapotokea mambo magumu, yanapotokea mambo ya kutisha, yanapotokea mambo yasiyoeleweka, yeye anakuwepo kwa ajili ya kukava ile nafasi. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinakuja kuonyesha kwamba kimebeba upungufu katika maisha yetu, ama kinatuingiza kwenye uhitaji, kuna mahali ambapo Bwana Yesu akipewa nafasi yake huwa anashughulikia. Ila sasa sio kwamba atashughulikia kwa jinsi ninavyotaka mimi, atashughulikia kwa jinsi anavyoona yeye. Sasa hapo ndipo mahali panapokuja shida. Na shida inakuja mpaka tunashindwa kuona wema wake katika hekalu lake ama patakatifu pake, kwa sababu ya mioyo yetu inapokuwa imefungamanishwa na matakwa yetu ambayo ni nje ya mapenzi yake. Hapo panakuja kutokea upungufu, na yeye hawezi kujaza hapo. Hata akitaka kujaza hawezi kujaza, kwa sababu tayari kuna kitu ambacho ama eneo hilo linakuwa halimuhusu yeye. Sasa sisi kama kanisa la Kristo tunatakiwa tutambue ya kwamba Yesu Kristo ni mpaji wangu, na katika uhitaji wangu ni yeye hunishibisha. Kwa mambo ya kutisha atatujibu. Mstari wa 5 ndio anasema, kwa mambo ya kutisha
utatujibu. Kwa manake hata likatokea gumu kiasi gani, bado yeye amebeba majibu. Bado yeye amebeba majibu. Anasema katika haki, Mungu wa wokovu wetu, wewe uliye tumaini la miisho yote ya dunia na la bahari iliyo mbali sana. Yaani yeye ni suluhisho. Tena yeye ameibeba haki. Alafu ndio tena aliye tumaini. Kwamba ni suluhisho la kila kitu. Sisi ni tumaini letu. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinanihusu mimi, yeye Bwana anakiweza. Sasa Biblia inasema hakuna jambo gumu lisilowezekana kwake yeye, kwa sababu yeye ni muweza wa yote. Kwako wewe na kwangu mimi, ni kitu gani kimeonekana kwamba hakiwezekani? Ni nini ambacho kimeonekana kwamba kimeshindikana? Bwana anayo majibu. Anasema hata kama ni mambo ya kutisha kwa namna gani, lakini yeye ni majibu yetu. Tunachotakiwa ni kuweka tumaini letu kwake, ili yeye ambaye ndiye Bwana akatujibu, akatutendee, akafanye kwa utukufu wake. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunatakiwa kutambua hili, ili tuweze kuishi kwenye hizo kanuni. Na leo tafakari ya leo imekuja kwetu simple, na yani very simple, kwamba ni nini natakiwa kufanya ili basi yale ambaye ya upande wake yeye Bwana yaweze kukamilika kwangu. Muamini Yesu. Weka tumaini lako kwake, kwa sababu yeye ni wa haki. Hilo tu. Natakiwa ni muamini yeye. Tumaini langu niliweke kwake, ya kwamba anaweza na yeye atafanya. Biblia inasema mkabidhini Bwana njia zenu. Yeye ni mwaminifu na atafanya. Sasa mimi natakiwa niondoe moyo wangu kwenye kurandaranda, kwenye mashaka, kwenye wasiwasi, niuelekeze kwake ili yeye aweze kufanya. Si unaona hakuna kazi hapo? Muamini Mungu naye atafanya. Sasa tafakari yetu ya leo inatutaka sote tugeuze mioyo yetu, tuielekeze kwake, na tumaini letu tuliweke kwake. Tumwamini yeye kwamba atafanya. Yeye amebeba majibu yetu. Atatupatia sisi kushiba wema wake. Amejaa fadhili, amejaa wema, ni mwingi wa rehema. Yote hayo anayafanya, na haitaki chochote kutoka kwangu. Hataki pesa, hataki chochote. Nani anaweza kumlipa Bwana Yesu gharama ambayo aliifanya pale Calvary? Hamna anayeweza kumlipa. It was all free. Na mpaka sasa bado anatoa bure. Na leo pia bado anasema kwamba anaweza akafanya bure. Anatuita tukashibe wema wake, kwa sababu ametupatia bure. Aliuachilia wema wake alipokufa pale msalabani. Aliachilia wema wake alipogongelewa msumari pale msalabani. Aliachilia wema wake alipokata roho kwa ajili yetu. Alipotoa uhai wake kwa ajili yetu, ili tushibe wema wake. Na zaidi ya yote, yeye akafanyika kuwa jibu la maisha yangu. Jibu la maisha yangu, kwa sababu kabla hajafa msalabani kulikuwa hakuna tumaini tena la maisha. Kwamba tumaini la mwanadamu lilikuwa halipo, ilikuwa mwanadamu akifa ni jehanamu. Lakini yeye ametupa tumaini jipya, amebeba majibu yetu. Ni nini tena ninachohitaji? Ni kumwamini Yesu. Mtu asikudanganye kwamba si ufanye hivi, fanya hivi, lipa hiki, fanya vile. Amna. Yesu sio wa gharama hizo. Yesu anahitaji gharama moja tu, uilipe. Mpe moyo wako. Na leo basi tutafakari, alafu tufanye maamuzi, tuumpe mioyo yetu, ili yeye apate kutuhudumia na tuweze kuona wema wake katika nchi hii ya walio hai. Mungu atubariki na atuwezeshe kuyashinda hayo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.